Baina ya Mtibwa dhidi ya Young Africans kuna matukio mengi ambayo yametokea funga meza. Mojawapo ni la golikipa Young Africans Djigui Diarra. Kwanza kutaka kumpiga mwamuzi wa kati, na tukio la pili kuonesha ishara mbaya wa waandishi wa habari. Kuhusiana na haya matendo ambayo anafanya na golikipa Young Africans Djigui Diarra, tunaweza kusema kwamba anahisi yeye ni mkubwa kushinda sheria za mpira wa miguu, ama pengine anajiona moja kwa moja hakuna mtu ambaye anaweza kumwadhibu? Kwanza napaswa kutambua kwamba yeye ni mchezaji kama wachezaji wengine na ni mfanyakazi wa Young Africans kama wafanyakazi wengine, na ikumbuke kwa timu kubwa tunasema kwamba walikuwa ni wafia timu, na leo hii hawapo ndani ya kikosi ya Young Africans. Walikuwepo pale kina Shedrack Msajigwa Fuso, kina Chuji, miaka ya hivi karibuni nazungumzia kina Haruna Kizima na Nyonzima, lakini mwisho wa siku maisha yakabadilika. Kwa hiyo kuna nyakati lazima hajue mipaka yake, na kwenye kujua mipaka ni namna ambavyo unaweza pia kuheshimu sheria na tamaduni na taratibu ambazo ziko. Kitendo ambacho amekifanya Djigui Diarra sio kitendo cha kiungwana na sio kitendo cha kiwana michezo, na mimi mara zote wanazungumza kwamba miongoni mwa sifa ya mchezaji bora ni nidhamu, nidhamu ndani ya uwanja na nje ya uwanja. Sasa ukijaribu kuangalia nidhamu ndani ya uwanja, Djigui Diarra kwenye michezo hivi karibuni imeonekana kupungua kiasi kikubwa. Sijajua kuna nini ambacho kinamsukuma nyuma, na sijajua kuna nini ambacho kinampa jeuri kufanya vitendo vingi ambavyo kimsingi sio vya kiungwana na wala sio vya kiwana michezo. Ukijaribu kuangalia hakukuwa na sababu ya yeye kufanya yale ambayo ameyafanya, kwenda kumvaa muamuzi. Watu wa Young Africans wamejaribu wachezaji wenzake kumtuliza, ameonekana kuwa na ghadhabu kiasi cha kwamba kama namna gani vipi, kama ni muamuzi ambaye ama kama kuna jambo ambalo amelifanya kwa muamuzi ambalo kimsingi kwa kile limemchukiza kwa kiasi hiko ama kwa daraja hilo. Ukijaribu kuangalia kwa muamuzi hakuwa na makosa mengi, hata kama alikuwa nani makosa tu ya kibinadamu, kwa namna kubwa alikuwa yupo correct sana kwenye kile ambacho amekuwa akifanya. Sasa leo hii hata ukijaribu kuangalia kile ambacho kilitokea katika mchezo, akionesha kwamba kuna sehemu ambayo labda Diarra amefanywa madhambi ya makusudi ambayo amehatarisha usalama wake, kusema kwamba kwa nini umeacha amenichezea madhambi ambayo amekuja kuhatarisha usalama wangu, kwa maana tunaamini kwamba mchezaji miguu yake labda na mikono ndio inasababisha awepo uwanjani. Kwa nini umemwacha mtu mpaka ananichezea namna hiyo? Ukijaribu kuangalia hakukuwa na hiyo kashikashi. Kwa mwisho wa siku utagundua kwamba Diarra anapaswa kujirekebisha kwa hiki ambacho anakifanya, kwa sababu sio kitu cha wana michezo. Na mimi nadhani kwenye hili ambalo amelifanya Djigui Diarra, yes, Young Africans walipaswa kuwa kwanza kumwajibisha Diarra kabla hajawajibishwa na kamati ya masaa 72, kwa sababu kama wanatengeneza timu lazima kuwe na discipline, na discipline sio kuheshimu tu viongozi wa Young Africans, lakini pia lazima kuwe na discipline kuheshimu watu ambao wamekuwa wakisupport mpira, wamekuwa wakitoa mchango wao kwenye mpira, waamuzi, waandishi wa habari na watu wengine wote, mashabiki. Kwa hiyo Young Africans wanapaswa kuchukua hatua mbele ya Djigui Diarra kabla ya kamati, kwa sababu mwisho wa siku kama kamati itakaa na itafanya tathmini yake na itafanya maamuzi, mwisho wa siku utagundua kwamba Diarra huenda akakutana na lungu kubwa, faini ya fedha. Lakini licha faini ya fedha, lakini pia anaweza akafungua michezo, kwa maana itakuwa ni hasara pia kwenye squad ambayo kimsingi ina wachezaji wengi ambao wana changamoto ya majeraha, na yeye anaenda kuongezeka kama mchezaji ambaye anasimamishwa kwa changamoto ya kinizamu. Nadhani kwangu mimi haijakaa vizuri. Au pengine Djigui Diarra kuulizishwa pengine na namna ambavyo goli la Mtibwa lilipatikana, pengine amesema kulikuwa labda kuna mazingira ya kuchezewa foul, lakini pia namna ambavyo mwenendo mzima wa waamuzi kwa hivi karibuni kuonekana kufanya makosa ya kibinadamu mchezoni, na kusema kwamba pengine hii sababu moja hapo imemkasirisha Djigui Diarra. Nadhani jambo kubwa ambalo huenda likawa limesababisha Diarra afanye yale yote ni haya maneno ambayo amekuwa akizungumzwa nje ya uwanja, kwamba kuna namna kama waamuzi ama kuna namna ambavyo watu wenye mamlaka uendeshaji wa ligi hawaitendei haki Young Africans. Sisi tumeelewana kidogo hapo. Haya maneno amekuwa akizungumzwa nje, muda mwingine nafika paka kwa wachezaji. Kwa hiyo mwingine paka viongozi labda kwenye namna ambavyo wamekuwa wakiwa motivate kuelekea katika mchezo usiku, kwamba jamani sikizeni, chezeni mpira, unaonekana sasa hivi
agenda ni kuhakikisha Young Africans isiwe bingwa, na haya maneno kama hayo sometimes huenda ikasababisha ikawaingia wachezaji na kuamini kwamba kuna namna watendewi haki, kuna namna fair haipo upande wao, kitu ambacho hata kwenye kosa la kibinadamu mtu analitafsiri kwamba ni kosa ambalo lilizamiliwa na ni kosa ambalo mahususi kwa niaba ya kitu fulani. Kwa hiyo nadhani kwa issue ya goli imefungwa, uwezi kulaumu kwamba kulikuwa na makosa ambayo Mtibwa aliyafanya. Zidipungua utagundua kwamba kosa lilikuwa kwa wenyewe Young Africans, safu yao ya ulinzi na namna ambavyo walikuwa wanalinda mchezo ule wa kona kwenye dakika zile za jioni, dakika za magharibi ya roho. Ulitegemea kuona Young Africans wakiwa na namba kubwa ya watu katika eneo la box na kila mtu alipaswa akabizwe mtu. Lakini ukimwangalia mtu anakwenda kuruka kichwa akiwa free, mwisho wa siku utagundua kwamba ni poor organization katika safu ya ulinzi, kwa maana wameshindwa kusimama walinzi katika maeneo sahihi kuhakikisha wanaweza kuzuia mpira ambao ulionekana kuwa na hatari kubwa. Kwa hiyo ukizungumza kuhusiana na kwamba Diarra amekasirishwa na namna ambavyo kona alifungwa, mimi sidhani kwamba kwenye kona kulikuwa na makosa yoyote. Makosa yalikuwa ni katika safu yake ya ulinzi, kipindi ambacho anahangaika kusukumana na mchezaji wa Mtibwa. Lazani angetumia muda huo kuhamasisha wachezaji wenzake, kila mtu akae na mtu ili mradi eneo lake la golikipa liwe salama. Ukiangalia hakukuwa na watu katika eneo la box ambao kimsingi walikwenda kumzuia mtu ambaye amekwenda kuscore. Lakini ukiacha hivyo organization pia haikuwa nzuri, kwa sababu haiwezekani mtu kama Yao Kwasi Atoura na ufupi ambao yuko nao umpe Akabe mwamba wa kwanza, kitu ambacho kwangu mimi kilikuwa make sense. Kwa hiyo mimi ukiniuliza moja kwa moja nitakwambia kwamba nadhani ni kuchemka kwa damu na pressure imekuwa kubwa kwa timu kwa ujumla. Yaani kwa ujumla yake timu pressure imekuwa kubwa, na pressure kwamba siku zote alionacho anaogopa kupoteza. Kwa hiyo Young Africans kwa sasa hivi wanaogopa kupoteza kile ambacho wako nacho. Kwa maana ndio maana unakuta pressure inakuwa kubwa, maamuzi ambayo yanafanyika uwanjani unahisi kama hayako upande wao kwa sababu ya pressure, kwa maana wao tayari mabingwa mara 4, wanatamani kuwa mabingwa mara 5. Tofauti na wenzao ambao wanawafukuzia nyumba, kwa maana wao ndo wanatafuta. Kwa maana hiyo hawana cha kupoteza zaidi ya kutafuta kile ambacho nadhani wanaweza wakakipata. Kwa hiyo nadhani Young Africans pressure iko, na pressure sio kwa mchezaji mmoja mmoja, lakini pressure hata kwa timu kwa ujumla, hata mashabiki pia wana pressure kubwa kwa Young Africans. Kufuatia Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.